waathirika kubwa sana ni wanawake na wasichana wa hizi changamoto za GBV au udhalilishaji wa kijinsia. Lakini katika maeneo ya kaskazini ni maeneo ambayo watu wengi hawana mwamko ule wa kuripoti kesi, kufuatilia kesi, na ni watu ambao wanafikwa kwa kiasi kikubwa na hivi vitendo vya udhalilishaji wa kijinsia. Tukitolea mfano, kwa mfano mkoa wa Mjini Magharibi, wao kesi zao zinakuwa ni nyingi sana, zinaripotiwa kule katika vituo vya polisi kutokana na ule mwamko wao wa kuripoti zile kesi. Lakini tumegundua kwamba kaskazini kwa Unguja na Pemba wanakuwa ni wagumu kidogo vile kuripoti. Kwa hiyo elimu na nguvu yetu tumeipeleka huko kaskazini ili kuhakikisha kwamba ule mwamko wa kuripoti, kuelewa na vitu vyote vinavyohusiana na haki ya hivi vitendo vya udhalilishaji wa kijinsia inafikiwa katika ile jamii ya kaskazini. Waandishi wa habari baada ya mafunzo haya wao wenyewe kwanza waelewe ni maeneo gani haswa wanawake na wasichana ni vikwazo katika kupelekea maendeleo yao, hususan katika ile nyanja ya kiuchumi. Kwa mfano wakulima wa majongoo, wakulima wa mwani, wakulima wa ndizi na mihogo, wana vitu gani ambavyo, vikwazo gani ambavyo vinarudisha nyuma katika zile harakati zao za kutafuta riziki zao. Lakini pia katika yale maeneo mbalimbali ya usafirishaji, kwa mfano katika maeneo ya stendi za gari, daladala, bodaboda, lakini katika ule usafirishaji wenyewe wanawake wanatakiwa wajitambue. Kwa vipi watajitambua? Ni waandishi wa habari kwamba waweke msisitizo katika zile habari zao, waelezee yale mazingira mazima yanayopelekea udhalilishaji na namna ya kuripoti. Lakini pia wafikie katika yale maeneo ya umma ambayo yanatolewa huduma mbalimbali yakiwemo masokoni, lakini katika skuli na madrasa, kwa sababu kwenye mikusanyiko mingi ndo ni sehemu ambayo udhalilishaji unakuwa unatokea mara kwa mara. Ingawa wale wenyewe ambao wanafanywa udhalilishaji wanaweza wakaona ni vitu vya kawaida, lakini sio kawaida. Wanatakiwa wapewe elimu na waelezwe ni namna gani ya kuepuka udhalilishaji huo. Ni wajibu wao mara baada ya kupatiwa haya mafunzo waende kuisemea jamii ili mwanamke aweze kufikia malengo yake bila kuwa na udhalilishaji. Tunachoamini kwamba Zanzibar na Tanzania bila udhalilishaji inawezekana, hususan ni kwa wanawake na wasichana. TAMWA wamefanya jambo zuri kulileta kwa waandishi wa habari. Wamefanya la maana sana. Ni wakati huu sasa wa kuhakikisha jamii inapata huo uelewa. Ili kukamilika, tunategemea wanajamii watakuwa na uelewa wa kutosha na wataweza kuchukua hatua. Tunamaanisha ile zero tolerance, kutovumilia kitendo chochote cha udhalilishaji, ndio tunalolitarajia baada ya kumaliza mradi huu.